Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza ujenzi wa nyumba za makazi ya wafanyakazi ufanywe na Shirika la Nyumba la Zanzibar ili kuongeza ufanisi katika ujenzi huo. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe 31 Disemba 2025 wakati alipofungua nyumba za makazi ya wafanyakazi wa hospitali ya Kitogani mkoa wa Kusini Unguja, akieleza Wizara ya Afya kujikita katika ujenzi wa hospitali na utoaji wa huduma za afya kwa wananchi badala ya kujenga nyumba za wafanyakazi, jambo ambalo ni jukumu la Shirika la Nyumba Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa Shirika la Nyumba ndilo lenye jukumu la kuangalia makazi na ujenzi wa nyumba, pia lina uwezo wa kusimamia ipasavyo na kutekeleza ujenzi kwa haraka pamoja na kupunguza gharama. Maelekezo ninayotaka kuyatoa hapa ni kwamba ujenzi wa nyumba za makazi haupaswi kuwa ni jukumu la Wizara ya Afya. Wizara ya Afya wajikite katika jukumu lao la kutoa huduma, wajenge hospitali, wahakikishe huduma zinatolewa. Kuanzia sasa, ujenzi wa nyumba za wafanyakazi zifanywe na Shirika la Nyumba. Maelekezo haya nimeshayatoa kwa shirika. Ni matumaini yangu wizara mnanisikia. Kutoka sasa waonyesheni maeneo yenu tu, ujenzi utafanywa na Shirika la Nyumba na utafanywa kwa ufanisi na kwa haraka. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Shirika la Nyumba ndio wenye kazi ya kuhangaikia masuala ya makazi kwa wananchi na wafanyakazi wa serikali. Wana uwezo mkubwa wa kusimamia, wana uwezo mkubwa wa kufanya kwa haraka. Ujenzi wa jengo hili umechukua miezi 20. Jengo hili halipaswi kuchukua miezi 20. Jengo kama hili linajengwa kwa miezi 6 tu. Lakini vile vile gharama za ujenzi huu ni kubwa. Shirika la Nyumba linajenga nyumba na kuziuza kwa milioni 130 mpaka 150 na faida yao imo humo ndani. Kwa hivyo ninaona ufanisi mkubwa zaidi uko kwa Shirika la Nyumba. Kuanzia sasa Wizara ya Afya nyie mjikite katika ujenzi wa hospitali, sio nyumba za wafanyakazi. Akizungumzia nyumba za makazi za wafanyakazi alizofungua Kitogani, amesema lengo ni kuimarisha na kuongeza ubora wa huduma za afya kwa wananchi katika maeneo yote hapa nchini pamoja na kuwapunguzia masafa wafanyakazi wa sekta ya afya kwa kuwa na ukaribu katika jamii wanayoihudumia. Aidha, amesema baada ya kufanikisha ujenzi wa vituo vya afya na hospitali za wilaya katika wilaya zote 11 hapa nchini, serikali inalenga kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa hospitali za mikoa katika mikoa yote 5. Rais Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa serikali inaendelea na ujenzi wa hospitali 3 kubwa za ghorofa, ikiwemo ujenzi mpya wa hospitali ya Mnazi Mmoja, hospitali ya matibabu ya saratani ya Binguni pamoja na hospitali ya kujifunzia yaani Technic Hospital nayo inayojengwa Binguni, na kueleza kuwa hospitali hizo zote zitaambatana na nyumba za makazi ya wafanyakazi. Akizungumzia ujenzi wa nyumba za makazi Kitogani alizozifungua, amesema ni ahadi ya serikali ya kuwapatia wafanyakazi wa hospitali hususan wataalamu wabobezi makazi mazuri na yaliyo karibu na maeneo yao ya kazi. Aidha, Dr. Mwinyi amesema hatua hiyo itazidi kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwa kuhamasisha wafanyakazi na kupunguza upungufu wa nyumba za makazi kwa watumishi wa umma, na tayari serikali kupitia Wizara ya Afya inajenga nyumba za afya katika hospitali nyingine za wilaya ikiwemo hospitali ya Abdalla Mzee na mkoani Pemba. Amebainisha kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa ahadi kwa wananchi wa Zanzibar zilizotolewa wakati wa kuomba kura ili kushirikiana nao katika kutatua changamoto zinazowakumba ikiwemo sekta ya afya. Dr. Mwinyi amesema serikali inaendelea na miradi mengine kama hiyo
ili kufikia malengo endelevu ifikapo mwaka 2030 na kuipongeza Wizara ya Afya kwa kufanikisha ujenzi huo pamoja na kumwagiza mkandarasi kumaliza maeneo yaliyobakia katika muda mfupi ujao. Akitoa taarifa ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Afya ndugu Mgereza Miraji Mzee amesema ujenzi huo wa jengo la ghorofa 3 unaotekelezwa na kampuni ya Quality Building Contractor umegharimu shilingi bilioni 5.5 fedha za kiserikali za Mapinduzi ya Zanzibar ambapo ina uwezo wa kuishi zaidi ya familia 16. Ujenzi wa nyumba hizi za wafanyakazi ni mradi uliochukua miezi 20 kuanzia Januari 2024 mpaka Septemba 2025. Mradi huu umejengwa kwa fedha za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar takriban bilioni 5.5 na mkandarasi ni Quality Building Contractor. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya bilioni 5.4 sawa na 97.5.